Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana. Inao tayari wadau hapa ndani ya nyumba. Leo taka tuzungumze na vijana namna yao wanavyoshiriki katika kutoa huduma kwenye sekta ya afya. Takwambia ninao nani na nani hapa. Lakini kwa sasa asante kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia. Shukrani sana. Sudi Mgolele, Mwenge pale, Chesko muuza matunda ama Baba Kagere. Najua unapatikana Mwenge lakini home pale ni Tandale, Dar es Salaam. Asante sana vile vile shangazi wa Manyoni. Nasema tuko pamoja sana. Shukrani sana. Umependa shati ambayo nimevaa, unaweza kwenda kwa mzungu wa Kituruki pale Masaki, Alfredo Store. Sio tu mashati na suti kali. Sometimes tunaniona na nyukaga vile vitu vya kisuti nini na vitoko yule mzungu pale Masaki. Kwa hiyo ni vyema basi ukasogea kwa bei check kabisa, mambo yakawa fresh zaidi. Mimi unaweza kunicheck Instagram, Facebook au Twitter the same name Khalid Ali Gangana, itakuwa poa vile vile. Jamani, karibuni sana ndugu na jamaa. Asante sana. Mko vizuri? Tuko poa. Yes, hawa ni vijana kama unavyoona lakini wanatoa huduma katika sekta ya afya. Tunao hapa wahandisi. Ipa na daktari. Ni wewe? Unaitwa daktari nani? Dr. Filimina Scario. Dr. Filimina Scario. Na wewe pia ni daktari? Mimi sio daktari lakini ni program manager wa Mental Health Tanzania. Program manager wa Mental Health Tanzania. Ambao mnadili na mambo ya afya ya akili. Mnahusisha pia watu ambao akili zao zimechanganyikiwa. Hatuwaiti kwamba wamechanganyikiwa, tunasema kwamba tu wana tatizo. Wana tatizo la akili. Hiyo kuchanganyikiwa nuko mtaani kweli. Vichaa ni sawa tukiita hivyo. Kwa hiyo hakuna vichaa. Au mmepunguza tu ukali wa maneno? Sasa kama tumepunguza, lakini hilo ni neno ambalo linaonyesha unyanyapaji. Kunyanyapaa. Kama mtu mwenye ukimwi unatembea unamuita wewe mtu wa ukimwi. Kwa hiyo na hii inakuwa ni hivyo. Unaposema kichaa ina maana unamnyanyapaa. Kwa hiyo tunatumia neno kwamba huyu ana tatizo la afya ya akili. Basi. Hapo tutakuwa hapo mnyanyapaji hapo. Hapa tujamnyanyapaa. Mnatoka Mental Health Tanzania. Yes. Watu wenye afya ya akili. Na brother naye wewe nakufahamu kidogo ni mhandisi vifaa tiba. Unaitwa Musa nani vile? Naitwa Musa Tiaso. Musa Tiaso ambao upo hospitali gani? Na hudumu pale katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo katika eneo la hospitali ya Taifa Muhimbili. Sasa nyinyi ni vijana sana nyinyi. Wanasema mambo ya daktari nini miaka mingi, mmepiga degree ama mmepiga certificate? Mmepiga degree? Yeah. Au wenyewe vijana wazee? Mbona tuona sisi tumezeka unapotuangalia? Hapana. Darasa la kwanza ulianza ukiwa na miaka mingapi? Miaka 6. Na wewe? 5. Brother umaliza form 4 na miaka mingapi? Mimi nimemaliza na miaka 17. Okay, mkakomaa mpaka mkatoboa. Kabisa. Safi sana. Of course vifaa tiba, vifaa ambavyo najua vile ambavyo vinatoa huduma tiba, lakini kwa utaalamu zaidi nafikiri ungetupitisha angalau kwa kifupi sana hivi. Tunatofautisha vipi vifaa tiba na tunasema nini hapa? Tunamaanisha nini tukimaanisha vifaa tiba? Kwanza tukizungumzia vifaa tiba ni vile vifaa vyote ambavyo vinahusika kwenye matibabu. Kuanzia pale mgonjwa anapofika hospitali, sasa vile vifaa vyote ambavyo vinahusika kumchunguza mgonjwa na kuweza kugundua tatizo lake, vile vyote vinaitwa ni vifaa tiba. Na hivi vifaa tiba huwa vimegawanyika kwenye makundi mbalimbali. Kuna almost makundi 2 mpaka 3. Kuna kundi moja ambalo la kwanza kabisa ambalo ni kubwa, huwa tunaita ni vifaa chunguzi. Kwa Kiingereza ni diagnostic medical equipment. Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kuchunguza, kuweza kujua kabisa exactly katika mwili wa binadamu kuna tatizo gani. Maana unaweza ukafika hospitali kumuona daktari ukamwambia maybe kifua kinauma. Lakini sasa ili daktari aweze kujua specific kile kuuma kwa kifua kunasababishwa na nini, ni lazima atumie hivi vifaa tiba ambavyo tunaviita ni diagnostic medical equipment kuweza kujua wewe kuumwa kwako kwa kifua kunasababishwa na nini. Kwa hiyo ni kundi kubwa la hivi vifaa tiba. Ni shedo kusema kwamba ndivyo vifaa ambavyo vinatumika kuweza kuchunguza, kujua tatizo, lakini pia ambavyo vinahusika moja kwa moja kwenye kutibu. Kwa hiyo kuna vifaa vya kuchunguza? Kuna vifaa vya kuchunguza. Alafu pili kuna vifaa ambavyo tunaita ni vifaa tibizi, kwa Kiingereza tunaita ni therapeutic medical equipment. Ambavyo sasa hivi vinahusika moja kwa moja kwenye kutibu. Kwa mfano kama kuna vifaa ambavyo unaweza ukavikuta katika vyumba vya upasuaji tu peke yake, uweze ukavikuta sehemu zingine.
ile mikasi sasa ni vifaa saidizi kwenye vifaa vya kutibu. Sindano tunaweka kwenye kifaa gani sindano? Hapana, sindano yani sindano tunaita ni kama ni medical device, hatuwezi tukaita kama ni sio kifaa tiba. Kwa hiyo katika vyumba vya upasuaji vifaa tiba ni kama vile ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuchana mwili wa binadamu uingie ndani uweze kuona zile organs zenyewe. Kwa sasa vile ni vifaa ambavyo tunaviita ni therapeutic medical equipment ambavyo vinahusika moja kwa moja kwenye kutibu. Lakini kuna kundi la mwisho la tatu ambalo tunaita hizi ni vifaa angalizi, kwa Kiingereza ni monitoring devices. Sasa hivi pale baada ya kupata matibabu kwamba wenyewe ndio vinakuwa vinaangalia sasa kwamba hali yako ya kiafya inaendeleaje. Vinakuwa vina monitor vitu kama pressure, vitu kama jotoridi la mwili wako, kiwango cha oxygen ambapo kiko ndani ya mwili wako. Na haya makundi ya vifaa yanaingiliana. Unaweza kuta kifaa kimoja kinaweza kaa katika makundi yote matatu. Kinaweza kaa katika kundi la vifaa chunguzi, kinaweza kaa katika kundi la vifaa tibizi, lakini pia kinaweza kaa katika kundi la vifaa ambavyo ni vifaa angalizi. Sasa kwa hiyo uchunguzi, tibizi na angalizi. Yeah. Tanzania tunatengeneza vifaa vyote hivi? Ama sisi tunaboresha kwenye matengenezo madogo hivi? Tanzania bado teknolojia kubwa sana. Tanzania bado hatujafikia kwenye kiwango cha kuanza kutengeneza vifaa hivi sisi wenyewe. Sisi ambacho tunakifanya sasa hivi ni tunanunua kutoka kwa wenzetu nje, lakini vyote sio vyote, vile baadhi vikubwa. Vile viwembe vya kupasulia ile tende na busha vile tunanunua ama nini? Hapana, vile viwembe tunatengeneza hapa nchini. Na vile viwembe hatuviweke katika kundi la vifaa. Vile kwenye sindano. Devices sijui nini hivyo. Vile devices. Okay. Yeah. Kwa hiyo sisi kwa sasa hivi ni tunafanya tu kuvifunga, lakini pia tunavirekebisha pale pindi vitakapoharibika. Ni kama fundi mitambo hivi. Mimi ndo nahusika na vile vifaa vyote tiba. Kwa hiyo ndo nahusika na matengenezo. Na ndio maana tunatakiwa kuwepo pale muda wote. Maana unajua daktari anapokuwa anamfanyia mgonjwa matibabu, kifaa kinaweza kaleta itilafu kabisa katikati ya zoezi. Kwa hiyo sasa ili kuweza kuepusha madhara kupatikanika kwa yule mgonjwa, ni lazima mtu kama mimi niwe karibu ili kuweza kusolve ile tatizo haraka. Umeme ukikatika kwa mfano kama wiki fulani ilivyotokea pale, inakuwaje? Katika hospitali tunakuwa na kitu ambacho tunakiita backup power. Yaani uwezo ukategemea umeme wa TANESCO tu peke yake, lazima uwe na backup power. Na backup power ndio kutoka kwenye hizi generators. Kwamba once TANESCO inakata basi generator ina pick up. Sasa tutazungumza sana. Naona pia una kitabu chako, umeniambia umeandika kitabu. Yani mimi licha ya kuwa ni mwandishi wa vifaa tiba, lakini pia ni mwandishi wa vitabu vya teknolojia vinavyohusiana na vifaa tiba. Yeah. Tapiga story. Tuje kule kwa wale watu ambao moja hazipo. Ni sawa, lakini huyo saa moja mbili kama zimepungua au pia bado tutakuwa tunawatenga. Bado mnatutenda. Wataalamu wanasema kila mtu ana tatizo la afya ya akili. Ni kweli? Ndio. Kwa hiyo hata nyinyi wenyewe 2-3 hazipo hapo kwa sababu katika maisha kila mtu anakutana na changamoto mbalimbali. Sasa unaposhindwa kuzikabili hizo changamoto, manake kwa namna moja au nyingine unaweza ukaangukia kwenye stress au msongo wa mawazo. Ndipo inaanza kupata tatizo la akili. Lakini pia magonjwa ya akili ni mengi zaidi hata vile ambavyo tunajua, na ndio maana hata takwimu zinaonyesha kati ya watu Sogelea kidogo mic kama ivute. Kati ya watu 4 mmoja ni mgonjwa wa akili. Hii ni kwa sababu magonjwa ya akili ni mengi. Huyu anasonona, huyu ana magonjwa ambayo ni ya behavior tunasema, mwingine ana drug induced disorders, kuna personality disorders. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa hauonekani mtaani kwamba unatembea unabeba makopo sawa, lakini una ugonjwa wako ambao watu ambao sio tuseme watu wa afya hawezi kujua kama huu ni ugonjwa, na labda ni tabia yako mbaya, lakini ni ugonjwa. Hapo kwa personality disorders ni nini? Mtu fafanulia. Yaani personality disorders unakuta mtu, na zenyewe pia ziko nyingi. Unakuta mtu hawezi kushirikiana vizuri na wenzake, au mtu yuko kwenye relationship lakini hawezi kudumu kwenye relationship. Mkorofi. Ni mkorofi. Au mtu mwingine ana zile tabia za kwamba anataka aonekane sana kila sehemu.
Kwa hiyo ni magonjwa, yani ni magonjwa ambavyo ni vitu tunaviona ni minor, lakini ni vikubwa na vinaweza vikasababisha relationship zetu, familia zetu kuvunjika. Kwa hivyo tabia hivi vyote tunaviweka huko sometimes. Vyote tunaviweka. Kwa ndo maana tunasema kati ya watu 4 lazima kuna mmoja ni mgonjwa wa akili. Kwa hiyo magonjwa ni mengi. Hata mkiwepo nyewe ofisini 4, daktari mmoja lazima atakuwepo. Hapa tayari tuko 5, kwa hiyo hapa tuko 4 hapa. Tuko 5. Kwa hiyo vipi, mtu wa vifaa tiba ama tuangalie wewe kwanza. Mbona nywele zake kama ziko tofauti sana? Hapa hamna kitu. Yes, kwa hiyo ni kweli kabisa. Okay. Yes. Hali ikoje ya shida hiyo ya watu wenye matatizo ya akili kwa jumla? Inaongezeka, inapungua? Kusema kweli kwa sasa hivi hali inaongezeka zaidi. Kwanza tukiangalia upande wa vijana, hali imekuwa ngumu, ukosefu wa ajira. Inabidi tushare tu mic, isogeze hivi kidogo. Ukosefu wa ajira, mawazo nini? Ukosefu wa ajira, kwa hiyo imesababisha vijana wengi sana wapate mawazo. Lakini pia teknolojia imekuwa sana, kwa nayo na pia kwa namna moja ama nyingine watu kujaribu vitu mbalimbali kama uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, ambavyo navyo ni factor mojawapo ambazo zinachangia mtu kuibuka na magonjwa ya akili. Kwa sababu takwimu zinasema kwamba nusu ya wagonjwa wa akili. Na hizo takwimu mmezitoa wapi? WHO. Okay, nusu ya wagonjwa wa akili inaanza mtu akiwa na miaka 14, sio zote. Lakini katika miaka mtu anapoanza kuwa na miaka 14 kuna dalili mbalimbali ambazo inaweza zikaonekana. Hizo takwimu za kidunia zaidi, si za hapa home. Maana wale jamaa wasije wakatufuata hapa. Ikawa shida. Nyumbani zipo, hata takwimu za nyumbani zipo, ingawa ni yani hazijawa revised muda mrefu. Takwimu za mwisho tulizonazo ni za mwaka 2018. Kwa hiyo hii ni challenge nyingine ambayo inaikumba afya ya akili. Sawa, hebu rudi pale ulipokuwa unataka kuendelea pale. Kwa hivyo katika miaka ya 14 tunasema kwamba nusu ya wagonjwa wengi wa akili katika miaka 14 ndo anaanza kuonesha tabia mbalimbali. Lakini sasa kwa jamii zetu waga tunazipuuzia. Unakuta mtoto amekuwa mkorofi na nini, lakini tunaona ni tabia za utoto, sijui ni nini, lakini hizo mtu anapokuwa zaidi ndo inakuja kumpelekea mtu anakuwa, tunagundua kabisa huyo mtu ana ugonjwa wa akili fulani. Kwa sababu yapo mengi, yaani sio vile ambavyo sisi tunaona tu ni kichaa, hapana, lakini yako mengi sana. Sasa hapo kwenye taasisi yenu mnadili na nini sana? Unaweza ukatuelezea? Okay, sisi taasisi yetu tunachodili nacho namba 1 ni elimu. Tuna program inaitwa Mental Health Awareness. Kwa sababu tumekuja kugundua kwamba watu hawajui kama ni wagonjwa wa akili. Na hata kama wakijua bado wanapuuza, na wengi wanaishia kupata matibabu kwenye njia ambazo sio mbadala, wanaamini wamelogwa. Kwa hiyo cha kwanza sisi tuliamua kufanya Mental Health Awareness. Ni muamini kwenye kurogana? Hapana. Wana saikolojia, madaktari, sisi hatuamini kwenye kulogwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba ukilogwa ndio utajua. Yes, kwa hiyo tumejikita kwenye Mental Health Awareness. Tangu tumeanza mwaka 2019 mwishoni tumekuwa tukienda kwenye mashule, tukienda kwenye vyuo, tukifanya semina mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha watu kwamba magonjwa ya akili ni haya hapa. Hapo mlipo Mental Health Tanzania mmeajiriwa ama nyinyi nanyi ni watu ambao mmekutana mkatengeneza hiyo taasisi? Yes, ni watu ambao tumekaa tukatengeneza taasisi. Baada ya kukosa ajira kuajiriwa? Hapana. Sisi tunafanya kazi, mimi nafanya kazi Tumbi hospitali. Grace ni nurse pia Tumbi hospitali, lakini pia tumekuja na kitu tofauti. Sio kwamba kila saa tukae kwenye ajira tukitegemea ajira. Tunasaidiaje community zetu? Tunasaidiaje watu nje ya hospitali? Kwa ndo maana tukaanzisha hiki. Tumeanzisha tangu tukiwa shule, tukiwa chuo, tukaja na Mental Health Tanzania. Na mnapata wateja pia? Wateja wapo. Wanakuja kupata ushauri? Ndio, tuna kituo. Wanaletwa ama wanakuja wenyewe? Wengine ni wanajileta wengi, asilimia kubwa ni wenyewe. Huyo sio kichaa. Huyo ana tatizo la afya. Anakuja anasemaje? Kama 2-3 wazipo hivi, hapa inakuwaje? Hapana, mtu yani unakuta wakati mwingine mtu apate usingizi, yani kutokana na yale mawazo. Sasa ukikutana na psychologist, psychiatrist ambaye amesomea hivyo vitu vyote, ukimwelezea
zile dalili unazozipata, unakosa usingizi, mwingine anakosa hamu ya kutofanya kazi kabisa ambazo amezoea. Huo ni uvivu. Mfano wewe umezoea kuja kutangaza kila siku, lakini unafika kipindi unakosa kabisa ile hamu ya kuja kutangaza. Hapo nimepagawa, sina hela. Akili yote imekuwa haipo. Kwa hivyo sasa unapokutana na wengine wanachukulia kawaida, lakini sasa unapokutana na psychiatrist au psychologist, yeye ndo anaweza kujua vizuri kabisa huyu ana shida hii, anahitaji matibabu haya na matibabu haya. Tukizungumzia vijana ushiriki katika kutoa huduma za afya, umesema ni nesi vile vile. Yeah. Heshima vipi juu kwa wagonjwa ambao wapo hospitali na huduma zenu nazozitoa? Kuna kipindi wanesi kada hiyo imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu na wazarau, bana chukua mwenyewe kikombe iko hapo nini. Yani imekuwa ni shida, mtu unasikia kuja kujifungua huko anafikiria kadhia ya manesi ni shida. Sasa hivi hali ikoje? Sio manesi tu, hata sehemu zingine. Kwa tunaweza tukasema ni tabia ya mtu. Kuna manesi wana roho nzuri sana. Mgonjwa anaweza akafika mpaka anaondoka anatamani asiondoke hospitali sababu tumemwona wamepitiliza. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kwa hivyo na roho nzuri sinategemea ina mgonjwa, si ndio? Hapana. Kama handsome fulani hivi ama kama binti mrembo fulani hivi. Kwa hivyo sasa hauwezi ukasema tu ni manesi ndo wakorofi. Hapana, ni tabia ya mtu, lakini tujue kwamba manesi wana mchango mkubwa sana kwenye sekta za afya. Hongereni sana. Tutarudi kwenye matibabu. Nataka turudi huku kwenye, of course tuna kitabu lakini tuna hivyo vifaa tiba. Tuwekeze wapi sana kwenye vifaa tiba hivi? Ukiangalia kuna umuhimu gani wa sisi wenyewe kujitegemea sana? Kikubwa ni kuwekeza katika teknolojia hii ya vifaa tiba. Unajua teknolojia hii hapa kwa sasa hivi duniani imekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Hasa na pia matibabu yanayotolewa kwa sasa hivi yanatumia vifaa vya kisasa sana. Kwamba serikali imejitahidi katika hospitali mbalimbali imekuwa ikifunga hivi vifaa vya kisasa kwa ajili ya kutolea matibabu ya kisasa. Lakini sasa serikali inaingia gharama kubwa kwenye matengenezo hivi vifaa tiba. Kwa sababu kwa mara ya kwanza hivi vifaa tiba vinafungwa na wahandisi kutoka nje. Na hii ni kutokana tu kwamba hapa kwa sasa Tanzania wahandisi wa hivi vifaa tiba bado ni wachache. Kwa hiyo serikali inalazimika kuita wahandisi kutoka nje kwa ajili ya kuja kufunga hivi vifaa tiba. Kwa hiyo inaingia gharama kubwa, kwa sababu pindi pale vifaa tiba vitakapoleta hitilafu ni lazima muite mhandisi kutoka nje ya nchi kuja kuvifanyia matengenezo. Na sisi ni wachache kwa sababu gani? Masomo ni magumu ama ni gharama? Moja, masomo ni magumu, lakini pia tasnia hii haipo hapa nchini kwa muda mrefu sana. Yani yapata miaka 2 au 3 nyuma ndio tasnia hii imeanza kutoa zao kwa mara ya kwanza katika vyuo vyetu vya teknolojia hapa nchini. Okay. Kwa hiyo wahandisi bado tuko wachache nchini. Kwa hiyo unaweza kukuta tu katika hospitali kubwa hizi za halmashauri, kama mimi mmoja wapo ambaye natoka katika hospitali ya Moyo pale, ndio unaweza kukuta hospitali kama hizo ndio zina wahandisi wa hivi vifaa tiba. So ukienda mikoani kule hospitali za halmashauri za anati, huwezi kumpata mhandisi wa vifaa tiba. Wewe umesoma chuo gani? Mimi nilisoma taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Kwa kozi hiyo ipo? DIT ipo. Lakini pia ipo katika chuo cha teknolojia Arusha ambacho kinaitwa ITC. Kwa hiyo sasa vifaa vingi vinaharibika na unakuta matatizo ambayo vile vifaa vinakuwa navyo ni matatizo minor. Sasa madaktari na manesi hawajawa trained kuvirekebisha hivi vifaa pindi pale vinapopata matatizo. Ambao wako trained ni hao engineers. Kwa unaweza kukuta kifaa kina minor problem kinatupwa na kinaingiza serikali gharama kubwa kununua kifaa kingine. Lakini unakuta kile kama angekuepo mhandisi wa vifaa tiba, ungeweza kwenda kununua spare parts kwa hela ndogo tu, tofauti na kulinganisha kwenda kununua kifaa kipya ukarekebisha kile kifaa na kiendelea kutumika. Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana. Lakini pia kuwepo kwa wahandisi tiba katika hizi hospitali kunasaidia sana, kwa sababu unaweza kawa unatoa trainings kwa watumiaji. Daktari na nesi hao wenzangu hapa wanaweza kawa shahidi. Kuna namna vile vifaa vinavyotumika unakuta wana misuse, yani kwamba hawavitumii vizuri. Kwa hiyo sasa kumisuse kifaa kunaweza kusababisha matatizo mengi sana.
kwanza unaweza kusababisha majibu yanayopatikanika baada ya kumpima mgonjwa yasiyo sahihi. Ndio maana sasa hivi imefikia hatua kwamba unaweza kukuta mtu anatoka hospitali A amepimwa ana malaria. Anakwenda hospitali B anapimwa hana malaria. Na mnachanganya sana hapa mgonjwa. Sasa na changamoto hiyo inakuwepo kwenye hivi vifaa tiba. Unaweza kuta hospitali A inatumia kifaa tiba ambacho ni old technology cha zamani kweli. Sasa hospitali B inatumia vifaa vya kisasa kabisa. Kwa hiyo majibu ambayo yanaweza kutoka hapa hayawezi yakalingana na majibu ya huko. Kwa hiyo akiwepo mhandisi wa vifaa tiba, yeye yote anakuwa anayajua kwamba kifaa hichi kilichofikia kwa sasa hivi hakiwezi katoa majibu ambayo ni sahihi. Au unakuta kifaa kimoja kinapima kila mgonjwa anayekuja, anapima ana tatizo tu la malaria, au anaumwa. Lakini unakuta kile kifaa hakijafanywa, kuna kitu kimoja tunakiita calibration kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unakuta calibration ni nini? Kama service. Yaani calibration ni kama service, lakini kwa maana ya kuangalia kwamba kipo kwenye zile standards ambazo zinatakiwa. Sasa utunzaji uko imani, nafikiri itakuwa ni gharama sana. Kuna vifaa ambavyo tukisikia serikali kijisifu kwamba tumenunua kifaa fulani, kwa ina maana kimetumia mabilioni ya fedha. Sasa utunzaji ukoje? Maana bila shaka vifaa vingine ni gharama. Utunzaji huko ukoje? Kama nilivyokuwa nasema, utunzaji bado sio mzuri sana. Ni kwa sababu tu kukosekanika kwa wahandisi tiba. Ni kweli serikali inanunua vifaa kwa gharama kubwa sana. Sasa kwa mara ya kwanza vile vifaa kutokana na kukosekana wahandisi tiba, kama nilivyosema, vinakuwa vinafanywa service na watu kutoka nje. Kwamba serikali inaingia gharama tena kwanza kuwaita wahandisi kutoka nje kuja kwa ajili ya kufanyia service vile vifaa. Sasa na ile service inakuepuki kwenye terms moja tunaita warranty, na ile warranty inakuwa kati ya miaka 2 mpaka 3. Inafikia wakati ile miaka 2 au 3 ikiisha, mhandisi hawezi tena kutoka nje kuja kufanyia ile service zile mashine. Anawaachia wazawa. Sasa ndio hapo ambapo vifaa vinaanza kuharibika sana, kwa sababu hakuna ambaye yuko trained kwenye zile hospitali kwa ajili ya kufanyia matengenezo vile vifaa. Sawa, kabla tujagusa kitabu chako, vifaa vingine vinaweza vikasababisha mgonjwa kuzidiwa kuumwa? Hapana. Tuweza kaona mtambo huko inaenda kuingizwa, inaenda kulazwa pale. Ilikuwa ni shida, hofu kwa wagonjwa. Mnatoa elimu ya saikolojia bwana, huu ni mtambo tu wa kawaida ndugu yangu. Kwanza msindano wenyewe au mkipima huo, maana nasikia corona sijui mpimo unadumbukizwa mpira huo unatokea sehemu hatari. Yaani sasa hapo ndo moja kwa moja ambapo utanipeleka kwenye zima ambayo leo nisababisha mimi kuweza kuandika hiki kitabu. Kitabu kina mambo mengi. Kitabu kina mambo mengi kwa sababu hiki kitabu sikubezi sana kuwafikiria wahandisi wa vifaa tiba tu. Niliangalia pia na jamii ya Kitanzania. Hadi wagonjwa nao. Na wagonjwa nao. Na kama walivyokuwa wanazungumza wenzangu habari za saikolojia. Ni kweli, unajua unaweza ukafika hospitalini unaumwa, lakini kuna mitambo mingine tu ukiiona mgonjwa unakata au unazimia kabisa. Inakutisha. Yaani unaweza kujikuta unazidiwa na ugonjwa tofauti na ulivyokuwa umekwenda hospitali. Sasa baada ya kuona hayo yote mawili, kwa upande wa handisi na kwa upande wa saikolojia ya wagonjwa, ndio maana nikaona nije na hiki kitabu. Sawa, tutazungumza pia kwenye kitabu hiko matibabu ya afya ya akili. Yapo kabisa, mtu anapata pills, sindano ama ni nini, au maneno tu fulani, laini tu fulani hivi. Unaweza kumwambia bwana achana na huyo mtu au utafuta kazi nini, na mtu anarudi kabisa, mtu anapona kabisa, na mnaweza mkamponesha yule mtu ambaye anaokota makopo kabisa barabarani. Ndio. Kwanza tunatakiwa kwanza kujua matibabu ya magonjwa ya akili nayo yamegawanyika. Kuna mwingine anahitaji elimu tu, lakini kuna mwingine anahitaji tu umcancel, yani uongee naye tu akwambie shida yake, umsikilize, anahitaji sikio la kusikilizwa. Kuna mwingine amefikia kwenye stage mbaya, anahitajika apewe matibabu, ndo kama kuna hivyo vidonge. Lakini tunaanza kwanza huku kwenye mzizi. Tatizo limeanza wapi? Tunampa elimu huyo mgonjwa, lakini kama stage imefika mbali, ndo anaweza akapewa matibabu ya dawa. Lakini pia tunamfuatilia, tunafanya follow up ya huyo mgonjwa, kumfuatilia maendeleo yake, kwa sababu anaweza anakunywa dawa vizuri, lakini
lile tatizo bado lipo. Kama mtu hajapata ajira, ameangukia kwenye yani msongo wa mawazo. Sasa kama sasa wewe unayemtibu huwezi ukampa ajira, lakini unampa elimu ya jinsi gani ambavyo anaweza akakopi na lile tatizo, labda akajishughulisha akafanya ujasiriamali na vitu vingine. Je, wale ambao wamezidiwa wanapona kabisa? Wanaokota makopo huko nini? Ndio. Wanapona kabisa. Yes, wanapona kwa sababu ile tunaita psychosis, kwamba mtu amepata ukichaa, amefikia stage ya kichaa, lakini anavyoendelea kupata dawa na akafika akadhia, tunasema adherence to medication, kwamba akawa anatake zile dawa inavyotakiwa, anapona, lakini pia pamoja na family support. Kwa wengi unaona wanaokota makopo hawawezi kupona kwa sababu hawajaenda kwenye matibabu, lakini wanapona. Sawa, tutarejea basi hapo kuzungumza zaidi. Taarifa ya habari hapa kwa muda. Sawa, dakika ya 12 baada ya kupata taarifa habari pale kutoka TBC Taifa, tumerejea tena. Tunamalizia hapa na wadau wetu hapa. Asante sana. Nipe Tano, tupo na vijana hapa tukizungumzia ushiriki wao katika kutoa huduma kwenye sekta ya afya. Tunaye mhandisi vifaa tiba Musa kutoka hospitali ama taasisi ya moyo Jakaya Kikwete of course, lakini tunaye Philomena daktari pamoja na program manager Grace kutoka Tanzania Mental Health ambao wanatoa huduma ya afya ya akili. Hawataki mtu wetu kichaa, lakini afya ya akili. Lakini ukifuatilia mazungumzo unaona kabisa tunaogonga watu fulani hivi. Okay. Kwenye kitabu chako sasa, turudi hapo angalau kwa kifupi tu, muktasari ni nini na nini ambacho kimeandikwa huko, japo ulituambia umetoa pia elimu ya saikolojia. Kina page ngapi kwanza? Hiki kitabu kina page yapata 276 na kinahusisha makundi ya watu wawili. Kwanza ni kwa wahandisi wa vifaa tiba, wale wanafunzi ambao wanasomea uhandisi wa vifaa tiba. Kinazungumzia ni namna gani hivi vifaa unaweza kuvifanyia matengenezo. Naomba kimoja hapo. Lakini pia kundi la pili ni kwa jamii kwa ujumla, kuweza kuraise awareness ya hivi vifaa tiba. Kama tulivyokuwa tunasema kabla ya taarifa habari kwamba mgonjwa anaweza kufika hospitali kwa ajili ya kufanyiwa matibabu. Sasa unakuta vile vipimo ambavyo anaandikiwa, unakuta hata hajawahi kuviona na havifahamu zile mashine ambazo zinatumika kumfanyia uchunguzi. Kwa hiyo kama walivyokuwa nasema wenzangu wanavyoandaa kisaikolojia, kwa unaweza kukuta mtu anaweza akajikuta anaumwa zaidi tofauti hata na tatizo ambalo alikuwa nalo. Ni kwa sababu tu anaweza akawa na uoga juu ya zile mashine kwa kuwa ndio kwa mara ya kwanza anaziona. Kwa hiyo nikaona ni raise awareness kwamba ni namna gani hizi mashine zinavyofanya kazi. Kwa hiyo hata kama ikitokea mgonjwa anakwenda hospitali, anakuwa anaelewa zile ABCs kwamba nikitaka kufanywa kipimo fulani natakiwa niwe nimejiandaa vipi kisaikolojia. Kwa mfano kama kwa mama wajawazito, unaweza kwenda kufanywa kipimo maybe cha ultrasound kuangalia yule mtoto aliyoko tumboni kule anaendeleaje. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanatakiwa kujiandaa kwamba wewe umevaa nini kabla ya kipimo, umekula nini. Kwa hiyo sasa nikaona niweze kuraise awareness hizo ambazo pia nimezizungumzia kwenye kitabu. So unaenda kula muogo uruhusiwi uwezi ukawa umekula chakula kabla ya kipimo, kwamba itampa daktari ugumu wa kuweza kuona kule ndani. Umeona? Kwa hiyo pia katika hawa wagonjwa unaweza kufika hospitalini, maybe unaenda kufanywa kipimo labda cha MRI. Kuna namna ambavyo unatakiwa uwe na basics za namna ambavyo unatakiwa umejiandaa, kwamba labda usiwe na vitu kama vya chuma. Maana unaweza kwenda pale una kitu cha chuma mfukoni kwako. Kwa unaweza kuta unapita karibu na ile mashine, unaweza ukanaswa na inakuwa ni tatizo. Unaweza kupelekea mpaka kifo. Labda ulishawahi kufanywa, labda kuna kipindi cha nyuma umewahi kupata ajali ukavunjika mguu ukaekewa chuma. Kwa hiyo umefika pale hujamuelezea daktari medical history yako vizuri. Kwa hiyo kuta unaingizwa kwenye mashine ya MRI na unachuma mguuni, inakuwa ni tatizo. Inakuwa ni shida. Sawa. Nimeona hapa pia operation room environment umeelezea inavyokuwa vile.
nafikiri na mavazi labda pia yapo hapo kwa madaktari hivi, lakini pia mgonjwa na mavazi maalum katika chumba cha operation. Kwa umegusa sehemu nyingi hivi na hata lugha yenyewe pamoja na kuwa ni ya kigeni inaeleweka. Si umeelezea hizi terms zenu ambazo yes, nimeona hapa mtu aweza akaangalia hii incubators ikawa ni shida mtu aelewi ni nini. Sawa. Ndio maana nimeambatanisha na picha kwamba hata lugha ambayo nimeitumia sijatumia lugha ya kiteknolojia zaidi, nimejaribu kutumia kile Kiingereza cha kawaida nikaambatanisha na picha ili mtu akiangalia anakuwa rahisi. Kiswahili umekosa maneno yake ya kitaalamu sana kwenu yeye? Kikweli maneno ni magumu. Ni magumu sana. Mfano kama kuna mfano mmoja wanapenda kutolea madaktari wa usingizi wao wanatumia mashine moja inaitwa anesthesia machine ambayo inatumika kumlaza mgonjwa ili aweze kufanya upasuaji. Sasa ile mashine Kiswahili inaitwa mashine unusu kaputi. Kwamba nusu unakuwa mzima, nusu mfu. Ndio tunasikia amepigwa nusu kaputi. Sasa unaona tu neno lenyewe nusu kaputi ni inaweza kuwa ni gumu kuliko neno ukaweka kichungulio. Kichungulio hivi maneno kwa magumu. Hii ni mashine gani ambayo umeweka kwenye cover yako hapa? Hii ni mashine ya upumuaji ambayo inaitwa ni mechanical ventilator machine. Na hizi mashine kwa sasa ventilator, hiki ndio kiventilator. Hii ndo ventilator yenyewe. Hii ndo ventilator yenyewe. Ndo ventilator yenyewe. Ambayo kwa tulisikia kwenye wimbo wa Roma ile. Kwa hiyo kwa tatizo kubwa ambalo na ventilator umeiona hiyo? Tatizo la nini? Kwa tatizo kubwa ambalo limeikumba dunia sasa hivi kwa huu ugonjwa wa corona. Sasa kipimo ambacho yani device ambayo inasaidia sana ili mgonjwa aweze kupumua vizuri ndio hichi ambacho ni kipo hapa. Na inawekwa kwa mgonjwa mmoja? Hiki kinatakiwa kuwekwa kwa mgonjwa mmoja. Inawekwa pembeni hapana, kuna namna ambapo unavalishwa hii circuit. Kwa mfano kama hiyo circuit unayoiona kwa mbele hiyo hiyo inaitwa ni breathing circuit au patient circuit. Kwa hiyo ndio ambayo unavalishwa, kunakuwa na kimask fulani mgonjwa anavalishwa. Na wewe hii mashine ndio inakuwa inafanya kazi ya kumix oxygen ambayo inatoka kwenye system pamoja na hii surrounding ya air, inachanganywa kwa kiwango ambacho kinatakiwa ndio kinaingia. Na wewe hii ikiharibika unaitengeneza ventilator? Hizi mimi nazitengeneza sana. Kwa mfano kama katika taasisi ya moyo tuna ICUs ambazo zina hizi mashine. Maana hizi mashine ni katika ICU ni lazima kuikuta kwa sababu mgonjwa anapotoka katika operation kwa mara ya kwanza anakuwa hawezi kupumua yeye mwenyewe. Kwa hiyo lazima asapotiwe na hizi mashine. Ni noma. Hizi mambo hizi ukienda kwa hospitali, unashangaa ukasoma kukutana na mtambo wa juisi ya miwa. Kumbe ni ventilator hii. Ndio maana nikaona niweze kutengeneza. Umevigawa kwenye hospitali tofauti? Hivi nimevigawa katika hospitali tofauti. Na mtu wa kawaida mgonjwa mtaani mtu ananunua hivi? Mtu ananunua kwa sababu mtu anavipataje? Una social media account? Social media account ninazo. Unaweza kanipata Facebook kwa jina Tiaso Musa, lakini pia unaweza kanipata Instagram Tiaso_Musa, ndio unapatikana kwa majina hayo social media. Mtaje namba yako ya simu hapo? Namba yangu ya simu ni iliyopo WhatsApp ni 0656 48 76 33. Nimerudia tena ni 0656 48 76 33. 0656 48 76 33. Okay, hiyo ndio mtu akipiga hiyo. Hiyo hata mtu akipiga it's fine, akinitafuta WhatsApp it's fine. Na nyinyi mnayo social media account kuhusiana na taasisi yenu hiyo mnaotoa huduma ya afya akili? Yes. Ndio, tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii yote @mentalhealth.Tanzania. Nyinyi hamna vitabu? Tuna vipeperushi mbalimbali vinavyoelezea afya ya akili. Kwa baadhi ya vipeperushi tumekuja navyo hapa, utajua sababu, jinsi ya kujikinga. Na hizo ni lugha pia ya kigeni? Vingine vimetafsiriwa kwa Kiswahili. Hapa tulionao ni ya Kiingereza. Yes. Okay. Ambapo mpaka mtu aje kwa taasisi yenu anavipata. Lakini pia anaweza akatupata kwenye application yetu. Tuna application inaitwa Mental Health Tanzania. Humo pia tuna articles za Kiswahili ambazo zimeelezea kuhusu afya ya akili.
application kabisa, mtu akiingia Yes. anapata mambo yote. Yes, unaipata ukiingia App Store unaikuta. Yeah. Okay. Na shauri vipi jamii ya kwamba ili tuepukane na hilo tatizo la afya ya akili, ama lipo tu automatic? Hapana, tunaweza tukaepuka, ndio maana sisi tunaweka kwenye awareness. Kwa watu, sababu nyingi zinazosababisha ni malezi. Huko kwenye malezi, kwenye stress. Kwa hiyo tukianzia kwenye malezi, jinsi tunavyowalea watoto wetu, lakini pia tukija kwenye ule tabia ya kuseek help, kwamba tunapoona hatuko sawa twende kwenye matibabu, tunaweza tukaepuka na magonjwa ya akili mengi sana. Yeah. Huduma muda gani mpaka muda gani? Ofisi zetu zinafunguliwa Jumatatu mpaka Jumapili kila siku, zipo Shekilango, Ubungo. Yeah. Mental Health Tanzania. Yes, Mental Health Tanzania. Okay. Ni kliniki ya afya ya akili. Kliniki. Yeah, kwa tuna psychologist, Na watu wanakuja wanalazwa hapo? Bado sijafikia kuweka inpatient kwa laza, lakini unaweza bana, hii umesikia sauti, hata kama mtu una akili fulani hivi nafikiri unaweza kupona. Mrudia tena, bado hamjafanyaje? Bado hatujafikia inpatient. bado hatujafikia huduma ya kulaza wagonjwa. Okay. Lakini kwa sasa hivi unaweza ka make appointment na psychologist wetu na psychiatrist wetu wakakusaidia. It sound great. Unapona kabisa. Sawa. Sisi tunashukuru sana. Mungu awabariki sana vijana, nyinyi mkiwa mmejitoa, nafikiri hata kuamua iko mlichosomea mlikuwa mmefikiria zamani tangu mlivyokuwa watoto, ama wazazi waliwapush wakasema somea udaktari, somea hivi, ndio? Wewe mwenyewe tu umependa. Hongera sana. Musa, hongera sana. Hiki kitu chokifanya ni kikubwa sana. Shukrani sana. Hongera sana. Shilingi ngapi? Ni shilingi za Tanzania 40,000. 40,000, Yeah. Umechukua muda gani? Nimechukua takriban miaka 2 mpaka 3 ukiandaa hicho kitabu. Sasa nipeleke sana hospitali hivi. Sawa. Sehemu tofauti. Hakikisha vinafika Tanzania nzima. Sasa Mungu akubariki sana, na nyinyi pia Mungu awabariki katika kutoa huduma za afya. Changamoto ni nyingi sana, lakini tupush. Bila mtu kuwa na afya, kazi hizo zitafanyika, uchumi na unaweza ukashuka hivi. Ni kweli, maana unajua katika uchumi tunazungumzia kitu cha muhimu sana, ni rasilimali watu kabla ya rasilimali vitu. Kabisa. Japo mitambo mnaotengeneza hiyo inatoa nafasi ya watu kufanya kazi. Maki mwisho siku unaenda hospitali pale, hata mapokezi mhudumu mwenyewe robot. Inakuwa shida hapa. Basi kila la heri sana jamani. Asante sana. Na nyinyi kwa bado. Nyinyi na wasiwasi na nyinyi. Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana.